Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema inaendelea kwenye chumba namba 1 cha Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo leo Jumanne Oktoba 7 imekuja kwa ajili ya mshtakiwa ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo kwanza kumuuliza maswali ya dodoso cross examination shahidi wa kwanza wa Jamhuri ACP George Wilbert baada ya kukamilisha kutoa ushahidi wake hapo jana. Mapema leo, baada ya jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo akiongozwa na Jaji Dustan Ndunguru kumruhusu mshtakiwa kwanza kumuuliza maswali ya dodoso, shahidi wa kwanza alianza kwa kumuuliza endapo anakumbuka kama aliandika maelezo ya ushahidi wake na alitumiwa kwenye mahafali ya ukabidhi wa mahakama kwa hakimu mkazi Kisutu. Shahidi huyo akasema ni kweli anakumbuka aliandika. Alimuuliza tena kama anakumbuka kwa kuwa aliandika ushahidi huo mara mbili, yani Aprili 8 na Aprili 10 mwaka huu. Shahidi huyo alijibu ndio, kuwa aliandika ushahidi huo Aprili 8 na ushahidi wa nyongeza Aprili 10 mwaka huu. Ndio mshtakiwa alimuonesha shahidi maelezo ya ushahidi aliyoandika na shahidi akithibitisha kuwa ni wake. Alipoulizwa kama yupo tayari maelezo hayo yatumike kama sehemu ya vielelezo vya ushahidi wake mahakamani hapo, kwani wakati anatoa ushahidi jana hakuviainisha. Shahidi huyo alisema hana pingamizi lolote linaloweza kuingizwa. Ndipo mshtakiwa Tundu Lissu alipoiomba mahakama kupokea vielelezo hivyo na kuvinakili kwa jina la kielelezo D1. Wakati Lissu akitaka kuendelea na maswali mengine, ghafla alisimama wakili wa serikali Ignas Mluka ambaye alieleza mahakama kuwa kilichofanywa na mshtakiwa hakiko sahihi na ni kinyume na misingi ya kisheria. Wakili huyo alieleza mahakama kuwa utaratibu anaotumia mshtakiwa kutaka kielelezo hicho kiingie na kutumika kinaenda kinyume na taratibu za namna ya kuwasilishwa vielelezo. Hoja hiyo iliungwa mkono na mawakili kadhaa wa serikali waliosimama mahakamani hapo, ikiwemo wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga ambaye amesema kuwa licha ya kwamba shahidi ameridhia kielelezo hicho kuingia na kutumika kwenye kumbukumbu za mahakama kuhusiana na kesi hiyo. Hii ni kufuatia mwendelezo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu inayoendelea katika Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam masjala ndogo. Nini maoni yako kuhusiana na swala hili? Je, tutegemee yapi mbeleni baada ya mwendelezo kuwa ni mrefu zaidi kutokana na vile ambavyo vinaendelea mahakamani hapo?